Thank you. Asanteni sana wa Kenya, wazalendo, shakiki wa kilimo. Mimi naitwa Asika. Asika nimekuwa katika maonyesho ya kilimo zaidi ya miaka 25 nikiwa mtangazaji kwenye uga wa Arena, na nimeona maonyesho ikiendelea ikiwa bora kila kuchao. Na shukuru sana mwenyekiti wangu wa maonyesho ya kilimo Daktari Paminas kwa kutupa fursa ya kushiriki na kuweza kuhudumu katika maonyesho haya. Mwaka huu mambo ni mengi mazuri yaliyoweza kuandaliwa. Kwa mfano, pale kwenye fun fair tuko na michezo ya watoto, watapanda farasi, wapande ngamia, kuna mahali vidimbwi ambavyo vimeletwa vya watoto kuogelea. Kwa hivyo mambo ni mengi, na usisahau pia mwaka huu tumepata wageni kutoka nchi za mbali, na wamekuja haswa kulengea wakulima wa mifugo. Hawa ni wenzetu waliotoka katika nchi ya Brazil, wamekuja tu pia kushabikia maonyesho yetu ya kilimo. Na katika mwaka huu tunatarajia mlezi wa maonyesho yetu ya kilimo ya kitaifa na kimataifa, Mheshimiwa Rais, kuja kutufungulia rasmi maonyesho. Mwaka huu tumeandaa siku 5 za maonyesho, na kwa kiduchu tu nitaweza kuwafahamisha siku chache hizi ambazo nakumbuka wageni ambao watakuwa wanakuja. Siku hii ya leo ndio siku ya kwanza ya maonyesho, ikiwa leo ni siku ya Jumatano. Siku ya kesho ikiwa ni siku ya Alhamisi, tunamtarajia Mheshimiwa Gavana wa Jimbo ya Nakuru kuja katika maonyesho yetu, na siku ya Ijumaa, that is Friday, tunamtarajia mlezi wa maonyesho ya kilimo katika Jamhuri yetu ya Kenya, ambaye ndiye mlezi wa 5 tangia maonyesho ya kilimo kuanzia. Mlezi wa kwanza kabisa alikuwa ni Malkia Elizabeth, mlezi wa pili akawa ni hayati Mzee Jomo Kenyatta, mlezi wa 3 alikuwa ni hayati Daniel Toroitich arap Moi, mlezi wa 4 akawa ni hayati Mwai Kibaki, mlezi wa 4 alikuwa ni nitarejea tena. Mlezi wa kwanza alikuwa ni Malkia, mlezi wa pili alikuwa ni hayati Jomo Kenyatta, mlezi wa 3 akawa ni hayati Daniel Toroitich arap Moi, mlezi wa 4 akawa ni hayati Mwai Kibaki, mlezi wa 5 akawa ni rais wetu wa 4 Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, na sasa mlezi wa 6 ni Mheshimiwa Rais William Ruto. Kwa hivyo maonyesho ni mahali ambapo tunatiwa nakshi na kutiwa makali katika masuala ya kilimo, na katika hali hiyo ya mafunzo wakati mwingine kiwanadamu mtu huchoka. Kwa hivyo tumeandaa pale kwenye arena mahali ambapo unaweza kupumzika, na unapopumzika unapata burudani. Tuko na nyimbo tamaduni, tuko na nyimbo za mabendi, bendi ambazo zimejumuisha majeshi yetu na pamoja na maafisa wetu wa usalama. Kwa hivyo mabibi na mabwana, mwaka huu usije ukakosa, kwa sababu tumewaandalia mambo mengi sana, mambo mengi mazuri. Cheza kwenye maonyesho ya kilimo. Unajua tuliambiwa na wasemao ya kwamba ukikosa utachekwa, na basi utachekwa ukiwa wapi? Karibu kwenye maonyesho ya kilimo makala 2026. Labda swali tu. Tutasoma nyuma kidogo. Wewe kibinafsi kama mshereheshaji ama mfawidhi wa hizi sherehe, yes, show imebadilisha vipi maisha yako? Mimi kama mshereheshaji mwanzo, pia kama mkulima, kwa sababu mimi ni mkulima hapa katika maeneo ya Rongai, nimepata teknolojia mpya sana, na niliipata kutoka kwenye maonyesho ya kilimo. Nikapata mbegu bora kabisa, na niliipata kutoka kwenye maonyesho ya kilimo. So ninajua ni mbegu gani nzuri nitakayoipanda katika haya maeneo ya Rongai, na mbegu ambayo itaniletea mazao. Hiyo ni moja. Ya pili, nimeweza kukua kama mshereheshaji kwa sababu nilipata nafasi ya kuwa mshereheshaji hata katika hafla za kitaifa na za jimbo. Kama mshereheshaji niliweza kutiwa makali papa hapa kwenye maonyesho ya kilimo. Taswira iko vipi? Umetembea ukatangamana na watu wanatarajia kwamba Mheshimiwa Rais atakuwa siku ya Ijumaa hapa. Kweli muonekano uko vipi? Hali iko vipi? Matayarisho yako vipi? Wewe kama umeona vipi kama MC wa show hii? Kweli kabisa,
kwa sababu Mheshimiwa Rais anakuja, wale ambao wamekuja kutuletea maonyesho, vibanda mbalimbali, wamefanya matayarisho ya hali ya juu. Nimetembea katika vibanda kama 10 hivi na nimeingia kule ndani, nimeona wako tayari sana kwa sababu ya Mheshimiwa Rais. Na kama mnavyojua, wakaguzi walishafanya ukaguzi siku ya jana, na sasa tunajua nani ndio nambari 1 katika kitengo kipi. Kwa hivyo ni watu ambao wamejiandaa kwa sababu ya hayo maonyesho. Na labda tu kwa wale watu ambao wako nyumbani hawajui namna ya kufika kwenye show, hawajaambiwa kuhusu show na watakuwa wanatazama hii video, unawaambia aje? Mtu anataka kukuja, labda mambo ya ticket, mambo ya access show. Asante. Yes. Kwa wale ambao mko nyumbani na hamjui mnaweza kujaje kwenye maonyesho, mwaka huu tumewalipisha watoto shilingi 250 peke yake. Ukiwa na shilingi 250 peke yake, mtoto mdogo anaingia. Kwa mtu mzima ni shilingi 300. Hautalipisha shilingi 300 kama 500 kama pale awali, ama watoto hawatalipa shilingi 400, wanalipa shilingi 250 peke yake. Ni shilingi 300 kwa watu wazima. Iwapo mtakuja kama vikundi, vikundi vya kanisa, vikundi vya shule, vikundi vya chama, hawa wote wanaokuja, mnapokuja kwenye maonyesho, basi watu wazima watalipa shilingi 250, watoto nao watalipa shilingi 200. Asante. Nimeulizwa zote. Bas. Thank you so much.